Siasa za unaibu rais zimeanza kuchanja katika ukanda wa Pwani, huku makundi mawili ya kisiasa yakionekana kupimana nguvu. Hii ni baada ya viongozi wanaomuunga mkono Mvurya kupuuzilia mbali mikutano ya Joho ya kujipigia debe katika azma yake ya kuwa naibu rais kwenye uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Mbunge wa Msambweni Faisal Bada amejipata katikati ya malumbano baada ya kuonekana kushirikiana na Joho katika ziara ya kaunti ya Kwale, aliliyozua ukosoaji mkali kutoka kwa wanaomuunga mkono Mvurya. Aidha, baadhi ya viongozi wanawake wa kaunti ya Mombasa wamelaumiwa kwa madai ya kumkejeli gavana wa Kwale Fatuma Achani kutokana na ushirikiano wake wa karibu na waziri Salim Mvurya. Kwale hii ina viongozi. Kwa hiyo waziri Joho kama angekuwa ni mtu ambaye anajielewa, ni mtu ambaye anaelewa heshima ni kitu gani, hawezi kuingia Kwale hapa. Hata kama analeta futari, kama analeta harambe, kama analeta nini, ni lazima ajulishe viongozi wa Kwale. Lakini hii njia anayoifanya akisema kwamba ni njia ya kujitafutia kiti cha unaibu wa rais, sisi tunamuona ni mtu ambaye ni kama vile mtoto ambaye anachezea kitu ambacho hakijui. Hatukuridhishwa na vitendo vilivyofanyika na mheshimiwa Joho, kwa sababu ikiwa sasa hivi tunastaajabu kama mashehe, kiongozi huyu ambaye kwamba aliingia katika jiji la Kwale au jimbo la Kwale bila idhni kiongozi mwanzake kujua, ambaye ndiye president hapa Kwale Bi Fatuma Achani, na huyu ni kiongozi ambaye kwamba anahitajia deputy president katika maneno yake. Ikiwa ameanza uchovu wa nidhamu namna hii, je, kama mashehe tunajiuliza, akiwa deputy president huyu kweli wa Kwale tutaheshimika? Tunajua kiongozi wetu hapa Kwale County ni Mama Fatuma Achani, na yeye ndiye kiongozi wetu tunayemwangalia na yeye tunayemsikiza, anayetuelekeza. Sasa kunayo mambo yaliyotokelezea wiki iliyopita na ililetwa na kutoka kaunti yetu jirani na mheshimiwa Joho, na alifungua mlango usio wa sawa ambao sisi kama kanisa na kama wananchi wa Kwale tunasema ya kwamba haustahili.